Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kuweza kunipa fursa ya kuuliza swali. Mheshimiwa Mwenyekiti, hospitali ya mji wa Tarime ni hospitali ambayo inahudumia wananchi wa mji wa Tarime, wilaya ya Tarime, wengine wanatoka Rwanda na hata nchi jirani ya Kenya. Na nichukue fursa hii kuipongeza serikali kwa kutujengea jengo jipya kabisa la mama na mtoto, lakini bado kuna mahitaji ya huduma ya watoto wachanga au njiti, Radiant Warmer, Unity Warmer, Baby Cot 5 pamoja na phototherapy machines. Lakini hospitali ile Mheshimiwa Mwenyekiti ni ya zamani, imechakaa. OPD ni mbovu kabisa, haifai, pamoja na jengo la utawala. Nataka kujua sasa ni lini serikali itapeleka fedha ili kuweza kujenga jengo la OPD na la utawala kuweza kuendana na ukarabati wote ambao umeufanya wa EMD, hiyo maternity complex na vingine. Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Esther Matiko kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ujumla pongezi ambazo Mheshimiwa wabunge wamezitoa na zile ambazo Mheshimiwa Lukumaya ametoa hakika zinakwenda kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maana ya kwamba ameweka fedha, ameweka nguvu yake yote katika kuhakikisha huduma za afya zinakuwa bora, na tumeweza kupata heshima kimataifa kwamba Tanzania tunazidi kupambana na kuzidi kupunguza vifo vya mama na mtoto. Kwa hiyo Mheshimiwa, nimhakikishie Mheshimiwa Matiko kwamba tutaendelea kutenga fedha kuhakikisha tunajenga hizo wodi, na Mheshimiwa Mwenyekiti, tuliweza kurekebisha zaidi ya hospitali 49 zile za zile kongwe kuhakikisha tunaweka miundombinu sawa. Kwa hiyo nimhakikishie Mheshimiwa Esther kwa mwaka huu wa fedha ambao tumeendelea kutenga, zaidi ya hospitali 105 zitapata fedha kati ya milioni 600, 700 na 800 kuhakikisha tunakamilisha miundombinu hii. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi wale wataendelea kupata huduma na tutakamilisha OPD ambayo Mheshimiwa Esther ameiomba hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Niko na Mheshimiwa Anne Kilango Malechela. Mheshimiwa Mwenyekiti, asante. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati makamu wa rais anapita kutafuta kura uchaguzi wa 2025, alitoa ahadi kwamba serikali imeona ukubwa wa wilaya ya Same, kwa hiyo serikali imeamua kujenga hospitali ya wilaya upande wa jimbo la Same Mashariki. Je, serikali itaanza lini kuijenga hospitali hii? Kwa sababu sasa wananchi wanauliza mara kwa mara. Asante. Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Anna Kilango Malechela, mbunge wa Same kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nimpongeze Mheshimiwa mbunge kuhakikisha kwamba anafuatilia na kuona namna gani serikali itaendelea kutimiza ahadi ambayo Mheshimiwa makamu wa rais alitoa. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, ofisi ya Waziri Mkuu tumeshikwisha sema katika bunge lako tukufu kwamba ahadi zote za viongozi wetu wakuu wa nchi tutahakikisha tunazitimiza. Nimwelekeze mkurugenzi wa halmashauri alete andiko na kuonyesha kwamba eneo waanze kutenga eneo na tuanze ujenzi katika eneo hilo, hata angalau kwa kutenga eneo ili tuweze kutenga bajeti kwa kujenga angalau kwa awamu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Niko na Mheshimiwa Boniface Getere. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imetujengea hospitali nzuri sana pale Nyamswa Bukama. Lakini hospitali hiyo toka 2019 mpaka leo ina waganga 2 watatu. Sasa ni lini serikali itapeleka waganga na wahudumu kwenye hospitali hiyo ifanye kazi vizuri? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Getere kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kuajiri wataalamu katika hospitali zetu zote nchini, na tunakumbuka tu ahadi ya Mheshimiwa Rais, tuliweza kupata vibali vya kuajiri wataalamu zaidi ya 1500 katika hospitali zetu na wamesambazwa kote nchini, na tayari tunaendelea kuratibu kuona namna gani na upungufu katika maeneo mbalimbali ili tuendelee kuongeza watu. Kwa hiyo nimhakikishie Mheshimiwa Getere kwamba tutaendelea kuongeza wataalamu katika hospitali zetu hizi ili wananchi waweze kupata huduma ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan amekusudia. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Alan Thomas. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Katika wilaya ya Kakonko kipo kituo cha afya cha Mganza ambacho kiko jirani na Kakonko mjini, kinahudumia kata ya Kakonko, Kiziguzigu, Kanyonza, Kasuga na Rugenge. Ni upi mpango wa serikali kuongeza gari la wagonjwa ili kuweza kuboresha huduma katika eneo la afya? Asante. Mheshimiwa, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la Mheshimiwa mbunge, swali la nyongeza kama alivyouliza. Na uzuri Mheshimiwa mbunge wa Kakonko tunafanya mawasiliano ya mara kwa mara, huwa anakuja kwenye dawati na pia pale wizarani ili kuona namna gani tunaboresha huduma katika jimbo lake. Na nimhakikishie tu Mheshimiwa mbunge, kulingana na tunavyozipokea gari kutoka Wizara ya Afya, tutahakikisha tunaangalia, kwa sababu na yeye anaingia kwenye vipaumbele na vya halmashauri ambazo ziko pembezoni, majimbo ambayo yako pembezoni, ili waweze kupata huduma ya gari la wagonjwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Mabula Magangila. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.
wananchi wa jimbo la Msalala, kata ya Busangi na kata ya Jana, wanasafiri umbali mrefu kwenda kutafuta huduma ya kituo cha afya, na kina mama inapelekea wanajifungulia njiani. Ni upi mpango wa serikali kupeleka pesa na kujenga vituo vya afya kwenye hizi kata ya Busangi na Jana? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa kifupi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa mbunge wa Msalala. Ndugu yangu huyu njia moja nikiona naelekea jimboni Busanda. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba zile fedha ambazo tuliomba vya vituo vya afya vya kimkakati, ukiacha vile 120 ambavyo tayari tumekwisha jenga, lakini tayari tumekwisha omba fedha hazina ili kuhakikisha tunajenga vituo vya afya vya kimkakati, na yeye ni mnufaika katika jimbo hilo la Msalala, ili kuweza angalau kujenga kituo cha afya cha kimkakati kitoe huduma kwa mama zetu na ndugu zetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Waheshimiwa, tunaendelea, bado tuko ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Nimwite Mheshimiwa Douglas Didas Masaburi, mbunge wa Kivule, aulize swali lake. Swali linauliza, je, lini serikali itakamilisha ujenzi wa madaraja barabara ya Kitunda Nyangasa